Nipenyeza kwa kifupi sana ambacho amezungumza CEO wa klabu yetu leo. Ametuambia kwamba Young Africans anakuja na project inayoitwa Yanga Soka School. Anakuja na project kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa vijana hapa Tanzania. Na project hii ni kama shule, kwa maana inaitwa Yanga Soka School. La kwanza, kwa nini Young Africans imeanzisha Yanga Soka School? Sio hapa ametupa takwimu sensa ya mwisho ambayo ilifanyika hapa Tanzania, ambayo inaonyesha watoto kutoka umri wa 0 mpaka 14 ni watoto zaidi ya milioni 26 ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania. Na katika watoto hao wako watoto ambao wamebeba ndoto za kuwa wacheza mpira. Katika watoto hawa wako wazazi ambao wanahangaika usiku na mchana kuhakikisha watoto wao wanatimiza ndoto kubwa za kuwa wachezaji wakubwa wa mchezo wa mpira. Tunafahamu wote sasa hivi mchezo wa mpira wa miguu sio tena mchezo wa kujifurahisha. Football sasa hivi ni kazi, na ni kazi inayolipa vizuri. Namuona mwana mdogo Lamine Yamal akiwa na miaka 16, 17 ameshakuwa mchezaji mkubwa duniani, ameshakuwa mchezaji anayelipwa vizuri duniani, ameshakuwa mchezaji ambaye amebeba ndoto za familia yake za kimaisha kupitia football. Mwangalia Lamine Yamal amepata misingi mizuri kutokea chini mpaka sasa hivi kwenye age ya miaka 16 ameweza kuishangaza dunia. Na sisi Young Africans kama taasisi kubwa ya kimpira hapa Tanzania, kama taasisi ambayo ina heshima kubwa nje ya mipaka ya Tanzania, tumeona ni wajibu wetu sasa kurudi chini na kuja kusaidia ndoto za wazazi kutimia na ndoto za vijana hawa kucheza mpira katika njia sahihi. Unaweza kuwa na vituo vingi, lakini Yanga Soka School inakupa njia sahihi wewe kama mtoto kufikia karia yako ya kwenda kuwa professional, kuwa mchezaji wa soka la mpira. Njia sahihi. Kwa maana ukiangalia hapa sio amegawa hizi umri katika maeneo matatu. Kwa Yanga Soka School itakuwa na maeneo matatu kwenye umri. Kuna watoto chini ya miaka 11, kuna watoto chini ya miaka 13, na kuna watoto chini ya miaka 15. Kizingatia 11, 13 na 15. Kizingatia tayari Young Africans tunayo timu ya chini ya miaka 17 vijana, tunayo timu ya under 20 na tunayo senior. Maana yake tunampitisha mtoto katika njia sahihi kuelekea kwenye karia yake ya soka la mpira. Sasa wazazi wengi kizungumza nao, wana ndoto watoto wao wacheze mpira, lakini ile elimu sahihi ya mtoto wake kucheza mpira, ile eneo sahihi, kwa sababu unapozungumza umri wa miaka 11, miaka 13, unazungumza mtoto ambaye inabidi apate maarifa sahihi, kuwe kuna eneo sahihi kwenye usalama wa mtoto, kuanzia security yake, afya yake na kila kitu kizazi kupeleka mtoto. Kwa sisi tumetengeneza Soka School hii kwa kukata hizo age. Kwanza tunakwenda kuweka maarifa sahihi kwa watoto. Tutakuwa na mtaala sahihi wa elimu ya mpira kwa chini ya miaka 11, miaka 13 na miaka 15. Lakini namba 2, Young African Sports Club, taasisi hii kwa ukubwa wake na heshima yake, itamhakikishia mzazi vitu vikubwa vitatu. Ukiondoa mtaala sahihi, vitu vikubwa vitatu vipata hapa kwenye Soka School. Kwanza, taasisi yetu ni taasisi inayoheshimika, ni credible institution. Sio taasisi tu ya kawaida, ni taasisi ambayo
wameshapita watu wengi wakafanikiwa kimpira, taasisi ambayo imeshasaidia watu wengi kwenye football wakafika katika daraja za mbali. Achilia mbali wachezaji ambao unaona watamba Afrika, wapo wachezaji ambao wamepita Yanga wametamba pia barani Ulaya. Maana yake ukileta mtoto wako kwenye Yanga Soccer School, number 1 utamleta kwenye taasisi inayoheshimika, credible institution. Namba 2, tunakuhakikishia usalama wa mtoto wako. Usalama wa mtoto wako anapotoka nyumbani, anapokuja kwenye kituo ambacho kinakwenda kutangazwa hapa itakuwa wapi shule yetu, usalama huyo mtoto kwa muda wote ambao atakuwa na jopo la wataalamu ambao wako nao hapa. Namba 3 ni afya. Tutahakikisha watoto hawa mbali na kuandalia mazingira mazuri ya kukua kimpira, kuwa na usalama sahihi, lakini pia wanakuwa na afya nzuri ili tuweze kumwandaa mchezaji sahihi. Tunasema afya ni concept pana. Tunataka huyu mtoto muandae awe completely footballer. Kwa tunamwandaa kwenye age under 11, under 13, under 15. Mchezaji aliyekamilika tunamwandaa. Kwa ukisikia afya usifikiri malaria tu. Tunaandaa mchezaji kwenye misingi sahihi ya afya ya mchezaji mpaka anakuja kuwa mchezaji aliyekamilika anakutana kwenda professional. Na sasa hivi ukiangalia Tanzania age ya 17 unaweza kucheza professional. Unacheza kabisa professional. Kwa ukija Yanga Soccer School ukapata misingi sahihi, ukishatana kwenye under 15 ukienda under 17 guarantee kabisa kucheza kwenye professional football ukiwa na misingi sahihi. Na mwanzo nimwagusia kuhusu taaluma, mtaala sahihi wa elimu. Kuna mzazi mmoja nilizungumza naye, yeye anatumia gharama kubwa kusafirisha mtoto wake kutoka hapa kumtafutia shule nje ya mipaka ya Tanzania, akiamini huko ndiko kuna walimu sahihi wa kuweza kumfundisha mtoto wake acheze mpira. Tanzania alikuwa haoni. Kwa hiyo tulichokifanya sisi, kwa sababu watu wanakimbilia elimu nje ya mipaka ya Tanzania, sisi tumekwenda kuchukua hao wataalamu ambao wazazi wa Tanzania huwa wanasafirisha watoto wao kwenda nje kwa gharama kubwa kufuata hiyo taaluma. Sisi tunakwenda kuleta wataalamu ambao wataiongoza hii Soccer School. Na project hii itakuwa chini ya technical director yetu Home. Hili mnaona. Itakuwa project iko chini yake kwenye swala zima la kiufundi na la kumdevelop mtoto mpaka anafika under 15. Kwa hiyo ni fursa kubwa kama CEO amesema, ni fursa kubwa kwetu sisi wazazi, ni fursa kubwa kwetu sisi walezi, lakini kipekee ni fursa kubwa kwa vijana wa Kitanzania wenye ndoto ya kufika mbali. Hasa kwa fursa hii nimishie tena kipaza CEO aweze kumkaribisha Paul Matthew azungumze kwa upande sasa wa hiyo taaluma na nini mzazi utegemee unapomleta mtoto wako wa chini ya miaka 11, 13, 15, nini maarifa mtoto wako atayapata based on mtaala wa kimpira ambao wanapewa kwenye Yanga Soccer School.